Naye akisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu tunapoadhimisha Dominika hii ya pili ya Pasaka, ambayo Mama Kanisa katika maadhimisho ya Jubilei kuu ya miaka 2000 ya Ukristo ilitangaza rasmi kuwa ni Dominika ya huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu iliyo kiini cha imani yetu na inayojidhihirisha kwetu kwa namna ya kipekee katika fumbo la Pasaka tunalolisherekea katika kipindi hiki. Kama tulivyosali katika sala ya kolekta: Ee Mungu wa rehema ya milele, wewe unaamsha imani ya taifa lako takatifu katika kurudia kila mwaka kwa sikukuu ya Pasaka. Wapendwa, kwa kutenda dhambi tulijitenga na upendo wa Mungu na tukawa mbali naye, lakini Mungu kwa huruma yake kwetu akamtuma mwanawe wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, ili kwa mateso yake, kifo chake na ufufuko wake tupatanishwe na Mungu Baba. Naye mwana kwa kutupenda upeo alikubali kutoa mwili wa kibinadamu ili kusudi aturejeshe sisi wanadamu hadhi na hali ya kuwa wana wa Mungu, au ile hali ya kimungu ndani mwetu tulioipoteza kwa kutenda dhambi. Katika somo la kwanza toka kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona tabia ya jumuiya ya kwanza ya Wakristo kule Yerusalemu. Mambo msingi ya jumuiya ya kwanza ya Wakristo yalikuwa utii na usikivu kwa neno la Mungu lililohubiriwa kwao na mitume. Aidha, waliweka mali zao na mioyo yao pamoja kwa faida ya jumuiya nzima. Ili kuimarisha mambo hayo, waliadhimisha pamoja Ekaristi Takatifu na kusali pamoja nyumba kwa nyumba, na hapakuwa na mtu miongoni mwao aliyekosa mahitaji yake. Ndiyo kusema waliishi na kushuhudia kile walichohubiri katika maisha yao. Ndugu zangu, sisi kama jumuiya ya Kristo katika nyakati hizi yafaa zaidi kushirikishana vipawa, mali na vyote alivyotujalia Mungu kwa manufaa ya utume wa kanisa na jamii yote. Jifunze kuwa wakarimu katika jamii. Takatifu Basili Mkuu anatufundisha kwamba kama mmoja wetu angechukua kwa ajili yake kile kinachohitajika na kingine kikawa kwa ajili ya ndugu yake maskini, basi kusingekuwa na tajiri wala maskini katika jamii. Lakini kwa bahati mbaya, katika nyakati hizi sote tu mashahidi jinsi ubinafsi na tamaa ya kuwa na mali nyingi unavyogharimu familia zetu, jumuiya zetu, taifa na hata dunia kwa ujumla. Neno la Mungu linatuonya, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Rejea Injili ya Luka sura ya 12 aya ya 15. Tuombe neema ya Mungu itusaidie tuwe na fadhila ya ukarimu kwa wenzetu katika jamii. Ni katika muktadha huo wa kuishi pamoja jamii ya Wakristo wa mwanzo, kile ambacho tumekisikia katika somo la kwanza tunakiona waziwazi katika somo la Injili, ambapo wanafunzi wa Yesu wakiwa pamoja wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Yesu anawatokea na kusimama katikati yao na kuwaambia, amani iwe kwenu, huku akiwaonyeshea mikono na ubavu wake. Kwa tendo hilo wanafunzi wanafurahi na hofu inawatoka, kwa maana wanamwona Bwana wao akiwa hai, ishara ya kuwa amefufuka kweli. Yesu anawatakia wanafunzi wake amani, kwanza kwa sababu ya hofu waliokuwa nayo juu ya Wayahudi. Walikuwa na mashaka kwamba wao nao watauawa kama ambavyo
bwana wao ameuawa. Lakini zaidi ya hiyo, anawatakia amani ile ambayo mwanadamu alipoteza kwa kutenda dhambi. Wapendwa katika Kristo, neno la Mungu linatuambia Mungu alivyoumba kila kitu kilikuwa chema sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 31. Kwa maana hiyo, maisha ya watu wa kwanza yalikuwa maisha ya heri na amani. Lakini baada ya dhambi kuingia, amani hiyo ikapotea. Mwanadamu alijikuta amejitenga na asili yake, yaani Mungu mwenyewe, na hiyo ikampelekea kuwa na mfadhaiko wa nafsi na mahangaiko ya ndani. Lakini wakati ulipotimia, Mungu kwa huruma yake akamtuma mwanaye ulimwenguni, ambaye ni mfalme wa amani. Akazaliwa na Bikira Maria, na hatimaye kwa mateso, kifo na ufufuko wake akatukomboa kutoka utumwa wa dhambi na kuturejeshea ile hadhi ya kuwa wana wa Mungu wenye haki ya kurithi ufalme wa mbingu. Na hiyo ndiyo mwanzo wa amani anayotutakia Kristo mfufuka, amani ambayo ni zao la huruma kuu ya Mungu, inayotupatia pia upendo, furaha, faraja, matumaini mapya, wema, haki, upatanisho, utakaso na msamaha ndani ya mioyo yetu. Wapendwa katika Kristo, ili kuendeleza kazi hiyo ya kuwapatia watu amani, Yesu anaweka sakramenti ya kitubio ndani ya kanisa, kama tulivyosikia katika Injili kwamba akawavuvia Roho Mtakatifu wanafunzi wake ili wawe na uwezo wa kimungu wa kuwaondolea dhambi watu, na kwa njia hiyo huruma ya Mungu inayozidi ufahamu wetu inaendelea kuwabubujikia watu na amani kurejea nafsini mwa watu. Wapendwa taifa la Mungu, bila mastahili yetu, yale yote tuliyofanya kwa kipindi cha Kwaresma, toba tulizofanya, sala tulizosali, matendo ya huruma tulizofanya kwa wenzetu, na kule kufunga kwetu kula na kunywa ili kutumikisha mwili kwa ajili ya faida ya roho, pasipo shaka imani yetu inatuambia tumepokea huruma ya Mungu katika kipindi hiki cha Pasaka. Maana Mungu wetu ndiye mwenye neema, amejaa huruma na ni mwingi wa rehema, kama ambavyo Nabii Yoeli anavyotuambia. Basi sasa tunaalikwa nasi kuwa na huruma kama Baba yetu wa mbinguni alivyo na huruma, kwa kupenda bila mipaka watu wote, kwa kuwahurumia wengine na kuwasaidia, kwa kusamehe waliotukosea, kwa kufariji wenye shida, dhiki, taabu na mashaka katika maisha, kwa kuguswa na shida na mahangaiko ya wenzetu na kujitoa sadaka bila kujibakiza. Kwa kufanya hivyo, basi tutakuwa tumeitikia wito wa kutumwa na Kristo mfufuka, kama ambavyo yeye anavyotuambia, kama Baba alivyonituma nami pia nawapeleka. Nasi tutakuwa mashahidi wa kutangaza habari njema kwa wengine. Wapendwa taifa la Mungu, katika Dominika hii ya leo, tujiombee sisi kama jumuiya ya Kikristo katika nyakati hizi. Tudumu katika moyo mmoja na roho moja katika Kristo, kama walivyofanya jumuiya ya Wakristo wa mwanzo. Tuwe wasikivu na waaminifu kwa mafundisho yote ya kanisa, ambayo vyanzo vyake ni maandiko matakatifu, lakini na vyanzo vingine kama inavyodokezwa katika somo la Injili. Tudumu katika sala, tupokee sakramenti ya kitubio kwa moyo wa toba na Ekaristi Takatifu kwa imani thabiti. Tusome, kutafakari na kuliishi neno la Mungu. Tudumu katika maisha ya ushirika wa jumuiya. Haya yatatusaidia kubaki waaminifu kwa ahadi zetu za ubatizo tulizozirudia tena katika kesha la Pasaka, hata katika madhulumu, majaribu na misukosuko ya imani, ili nasi baada ya maisha ya hapa duniani tupate furaha ya wokovu wa milele kwa njia ya imani hii,
ambayo kama ambavyo Mtume Petro anavyotuambia katika somo la pili. Tumsifu Yesu Kristo.